Kwa jina ninaitwa Janet John Bubegwa, mimi ni mweka hazina wanawake na Samia mkoa wa Dodoma. Sisi wanawake na Samia mkoa wa Dodoma ni mawakala wa shirika la madini la taifa STAMICO, ambao ni wazalishaji wa mkaa mbadala. Mkaa mbadala ni mkaa unaotengenezwa kwa makaa ya mawe ambao umechakatwa na kufikia kuwa mkaa salama kwa ajili ya matumizi salama ya majumbani. Mkaa huu una faida nyingi sana. Faida mojawapo ni kuwa ni mkaa rafiki, kwa sababu ni mkaa salama, umetengenezwa kwa viwango vya matumizi yasiyo na madhara kwa binadamu. Lakini pia ni mkaa ambao una faida kwa sababu ya gharama. Mtu anayetumia mkaa mbadala anapata nafuu ya gharama. Kilo moja inauzwa shilingi 1000, ambapo unamwezesha kupika siku nzima kwa kupika vitu mbalimbali, kwa sababu mkaa huu unawaka zaidi ya masaa 4. Kwa hiyo mama pale nyumbani ana uwezo wa kuwasha na kuutumia zaidi ya masaa 4. Na kama hatatumia masaa 4, basi atauzima au kwa kupumzisha kwa kuunyima hewa ya oksijeni. Lakini mkaa huu umekuwa ni rafiki kwa sababu unaokoa hasara ya kukata miti ovyo. Tumefanya utafiti, kwa mfano kata moja ina uwezo wa kutumia zaidi ya gunia 10,000 kwa mwezi mmoja, ambapo ni miti mingi mno ambayo imekatwa na kufanya uharibifu mkubwa wa mazingira. Lakini kwa kutumia mkaa huu ambao sasa hivi wanawake na Samia Tanzania nzima ni mawakala, unapatikana kwa urahisi zaidi. Na zaidi ya yote tunamuunga mkono moja kwa moja Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ni kinara wa nishati safi. Kwa hiyo tunatamani kina mama wote wajue faida ya mkaa huu mbadala. Na zaidi ya yote sisi tunautangaza mkaa huu mbadala popote pale, tunawafikia wakina mama na wale walio tayari kuwa mawakala, tunawakaribisha. Asante. Nini utaona katika biashara ambayo unaifanya? Ndio. Labda mtu anahitaji labda kuungana na nyinyi, anaweza akapataje au kuna kigezo gani utahitaji labda kuungana na nyinyi katika taasisi kama hii? Kwa mtu yule ambaye anataka kuungana na sisi katika biashara hii, kwanza tunamkaribisha. Na sisi ni mawakala, tupo Tanzania nzima, tuna vituo kama tulivyo wanawake na Samia Tanzania nzima. Basi utawatafuta wanawake na Samia Tanzania nzima, tutakupa mkaa huu. Na kama hautatupata, basi wasiliana na shirika la madini STAMICO, ambao ndio watengenezaji na sisi ni mawakala wao, watakuelekeza tulipo, tutakufikishia. Mkutano mkuu wa CCM kwa kupokea wakati huu, tunaona na nyinyi pia mmeweza kuhusika na mkutano huu. Mmefanyikaje na huu mkutano? Mmejifunza kitu gani? Hapo kuna mtu mwingine hajafika katika mkutano huu, ila nyinyi kuna kitu mmekipata, lakini na mtu amekuwa nyumbani angetamani kufahamu kilichofanyika hapo. Mmefanyika vipi na mkutano? Mwambie watu ambao hawajafika kwenye mkutano huu. Kwanza, mkutano huu kwetu ni faraja kubwa sana, kwa sababu mojawapo tunatekeleza sera ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mojawapo ni kwamba tunatekeleza sera ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kinara wa nishati safi ni Mheshimiwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio kinara namba 1. Sasa sisi faida mojawapo tulioipata ni kwamba tumetoa elimu kwa wajumbe wa kamati kuu ambao wamenufaika sana na kujua faida ya mkaa mbadala. Na pia tumepata mawakala wengi sana ambao wanahitaji wakafikishiwe kwenye majimbo yao, kwenye mikoa yao. Kwa hiyo sisi kwetu tumenufaika sana, na tunaendelea kuambia kwamba nishati safi ni agenda ya Chama cha Mapinduzi katika kutunza mazingira. Kwa hiyo tumenufaika sana. Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa kwanza mwanamke ambaye ndio kinara wa kuhamasisha nishati safi barani Afrika kutoka duniani kote, na amefanikiwa, ndio rais wa kwanza mwenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Labda nini wito wenu au nini ombi lenu kwake? Labda kuna kitu mnahitaji wa support labda kitu fulani hivi. Nini wito wenu labda kwa kitu kifanya, labda kuna ombi kwake? Kwanza tunamshukuru. Nikuhakikishie mwandishi wa habari, yeye ndiye aliyezindua mpango huu
wa nishati mbadala, na ndiye aliyetupa uwakala yeye mwenyewe hapa Jakaya Kikwete, na akasema wanawake ndio wawe mawakala. Kwa hiyo kwanza sisi tunamshukuru, na anafanya juhudi sana kuhakikisha mikoa yote wanatupa nafasi kuweza kusambaza mkaa mbadala. Na kwa wale wa mama ambao hawana mitaji, yeye mwenyewe ametoa fedha kwa wakina mama wanaoanzisha biashara hii ya mkaa mbadala na kuruhusu faida iingie kwa wakina mama ili kuondoa umaskini. Kwa hiyo sasa sisi tumejaa shukrani zaidi. Yeye amekuwa na mchango wa kwanza kuruhusu wakina mama tuwe mawakala wa usambazaji wa mkaa, na ameshiriki moja kwa moja kutoa mtaji na maeneo ya kufanyia biashara. Kwa hiyo tunampongeza. Neno lako la mwisho kwa wananchi ambao wanakutazama sasa hivi, kina mama kama wewe, na kina baba na wake zao nyumbani, kuna neno gani la mwisho ambao ungependa kuambia? Kwanza nataka niwaambie hii ni faida kubwa sana. Tunapata faida kibiashara kwa sisi wanawake, kwa sababu kuna asilimia kadhaa tunaachiwa kama faida. Lakini namba 2, kiuchumi. Kiuchumi, ile bajeti tulikuwa tunatumia kubwa kwa ajili ya manunuzi ya nishati, kwa ajili ya mapishi na matumizi mengine, tunapunguza. Lakini namba 3, kwa wale walio vijijini, matumizi mabaya ya kuni tumeacha. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba hii ni nishati rafiki kwa matumizi ya Watanzania wote na wote wanaotumia mkaa mbadala. Kwa hiyo nawashauri kila mmoja popote pale alipo atumie nishati safi na salama. Ndio maana tunaita nishati rafiki.